Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Mchungaji John Simon Kiashama, ni kiongozi wa kanisa la River of Wings Ministry jijini Dar es Salaam Kilivyo Kakomba. Na wakaribisha wasikilizaji na watazamaji katika TV hii. Karibuni sana muweze kusikia neno la Mungu ambalo nimepewa neema ya kuleta kwenu. Kabla ya neno hili ambalo sijasema, naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa siku ya leo. Asante kwa namna ambavyo ulivyo mwema. Asante kwa namna ambavyo unavyotenda wema katika watu wako. Asante kwa nchi yetu ya Tanzania. Asante kwa viongozi wetu ambavyo unavyowalinda na kuwapa neema ya kutuongoza. Asante kwa kila kitu ambacho Mungu, kila mmoja anatamani nguvu zako na uwepo wako zikae pamoja naye. Basi neno hili ambalo nitaenda kulisema, naomba likaguse mioyo ya watu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama nilivyosema kwamba kipindi cha mafundisho la Mungu ni kizuri sana. Ni kipindi ambacho kinakusaidia kujua mambo mengi ambayo unatakiwa uweze kuyaelewa. Lakini ujumbe wetu wa leo una kichwa cha habari kinasema, omba uelewa, omba akili zako zifunuliwe neno la Mungu. Omba akili zako zifunuliwe neno la Mungu. Kwa nini ninaanza kutafakari kuhusu ujumbe huu? Ni kwa sababu kila mmoja anayemwamini Mungu ana akili zake. Lakini akili zetu pia zinatakiwa ziombewe ili zipate uwezo wa kufunuliwa uelewa wa neno la Mungu. Akili zetu zikifunuliwa uelewa wa neno la Mungu, basi Biblia tunaisoma tutaitafsiri inavyotakiwa kutafsiriwa. Lakini akili zetu zisipofunuliwa uelewa wa neno la Mungu, Biblia tunaisoma hii tutaitafsiri isivyotakiwa kutafsiriwa. Ndio maana unatakiwa ukae chini, umwombe Mungu akili zako zifunuliwe uelewa wa neno la Mungu. Na tunaona kwamba baadaye tutasoma, tunaona kwamba hata wanafunzi wa Yesu Kristo jambo hili liliwagusa sana, kwa sababu uelewa wa akili zetu, namna ambavyo akili zetu zinaelewa neno la Mungu, ni jambo ambalo linaweza likatusaidia sana kurudisha ufahamu wetu sawasawa na kuweka maarifa yetu katika hali ambayo Mungu anataka tutue namna hiyo. Neno ambalo litatuongoza katika somo hili linapatikana katika kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 44 mpaka mstari wa 49. Nitasoma kwa jina la Bwana. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Narudia tena. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Tunaona kwamba Yesu Kristo aliwatokea watu wawili waliokuwa wakisafiri kwenda kijiji fulani, lakini wakati wakiwa katika safari yao walikuwa wakizungumzia yale ambayo yalitokea Yerusalemu. Lakini katikati yao Yesu Kristo akawatokea, akaanza kuzungumza nao na akawauliza swali, ni mambo gani haya mnayazungumza? Wakasema wakamuuliza wenyewe, wakamwambia, wewe ni mgeni katika Yerusalemu, hujui mambo yaliyotokea? Mambo gani? Habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa uwezo na nguvu. Sasa wakati wakizungumza, Yesu Kristo akagundua kwamba hawa wanazungumza maandiko, lakini akili zao hazina uelewa wa kujua yale maandiko dhamira yake ni nini, au msingi wa yale maandiko ni nini. Kwa Yesu Kristo alichokifanya wakati anaendelea nao katika safari moja, ilifika sehemu zile akili zao akazifunulia uwezo wa kuelewa maandiko. Na tunaona kwamba akili yako ikifunuliwa uwezo wa kuelewa maandiko, maisha yatakuwa mepesi. Lakini pale ambapo akili yako inashindwa kuelewa maandiko matakatifu, basi ina maana utajiongoza vibaya,
na nafsi yako inaweza ikaanza kukudanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nimeona athari kubwa sana kwa watu wengi ambao wanashindwa kuyaelewa maandiko matakatifu wanayoyasoma. Maandiko matakatifu yanazungumzia habari ya upendo, na mtu anasoma habari ya upendo, lakini anavyoitafsiri ndani mwake anajiongoza vibaya. Maandiko matakatifu yanazungumzia habari ya msamaha, na mtu anasoma kuhusu msamaha, lakini anavyoitafsiri ndani mwake anajiongoza vibaya. Kwa sababu gani? Akili zake mtu huyo anayesoma hazina uelewa wa maandiko matakatifu. Kwa hiyo katika somo hili ni vyema ukaomba kwa Mungu akupe kibali au akupe neema ya uwezo wa kuelewa yale ambayo unayasoma na kuyatafsiri katika misingi sahihi ya neno la Mungu. Ndio maana hata wakati ule Yesu Kristo kabla ya kupaa aliwaambia wanafunzi wake, nendeni mkaningojee sehemu fulani, atakuja msaidizi atakayewafundisha mambo yote. Ni kwamba tunahitaji uelewa katika akili zetu pia. Pamoja tu Mungu ametupa mioyo, lakini pia katika akili pia lazima uelewa neno la Mungu uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukisoma kitabu cha Marko sura ya 3, tunaenda katika somo hili la akili zetu zifunuliwe uwezo wa uelewa neno la Mungu. Marko sura ya 3 kuanzia mstari wa 13. Neno la Mungu nasema, Marko sura ya 3 mstari wa 13 nasema hivi. Nitasoma mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Nasema hivi: akapanda mlimani, akawaita aliowataka mwenyewe, wakamwendea. Akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akaweka wale tanashara na Simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo akawapa jina la Boanage, maana wana wa ngurumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiendelea kusoma Marko sura ya 3 mstari wa 13 na kuendelea, unaona kwamba Yesu Kristo alipanda mlimani, akawaita aliowataka katikati ya wanafunzi wake, wakamwendea. Lakini hao wanafunzi aliowaita akawapa majukumu ya kufanya mlimani. Hao wanafunzi aliowapa uwezo, hao wanafunzi baadaye tunaona kwamba walikuja wakakuta watu wengine wanatoa pepo, wakawakataza kwa sababu hawafuatani nao. Ni kwa nini wakawakataza? Ni kwa sababu akili zao hazikuwa na uelewa wa kutosha wa maandiko matakatifu yanavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko, tusome kitabu cha Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10. Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 20, lakini nitasoma kwa uchache upate kuelewa. Mathayo inasema hivi: akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Tunaona kwamba katika Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka 20 ukisoma, Yesu Kristo wanafunzi wake aliwaita 12, akawapa amri ya kupoza magonjwa, ya kuponya magonjwa na kutoa pepo wachafu na madhaifu mbalimbali. Lakini hao wanafunzi ambao waliopewa amri hawakuwa na uelewa wa kutosha wa kile ambacho wanakifanya. Tunaona kwamba waliwakuta watu wengine wanatoa pepo, wanafukuza pepo, wanaponya magonjwa na madhaifu mbalimbali, wakawakataza. Unaweza kuona kwamba mstari wa 49 unasema hivi: Yohana akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tuliona mtu anatoa pepo kwa jina lako, tukamkataza, kwa sababu hafuatani na sisi. Yesu akamwambia, msimkataze, kwa kuwa yeye ambaye si kinyume chetu yu upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema kwamba wanafunzi wa Yesu walipewa uwezo wa kutoa pepo, kufukuza pepo na kuponya magonjwa na madhaifu mbalimbali. Lakini wanafunzi hawa wakakuta watu wengine wanafanya kazi ile ile, wakawakataza. Lakini ni kwa sababu gani? Akili zao zilikuwa bado hazijaelewa maandiko matakatifu. Ndio maana nasema kwamba kati ya vitu ambavyo sisi tunaomwamini Mungu tunataka tuvifanye ni kuombea akili zetu sana. Kuombea akili zetu zipate uwezo wa kufunuliwa uelewa wa maandiko matakatifu. Akili zetu zikipata uwezo wa kufunuliwa uelewa wa maandiko matakatifu, basi kanisa litapata amani, taifa litapata kuponywa. Mara nyingi sana akili zetu zinaposhindwa kupata uelewa wa maandiko matakatifu yanavyosema, basi unakuta tafsiri inayokuja ni tafsiri ambayo inaweza ikawapotosha watu, au tafsiri ambayo inaweza
tukajiongoza vibaya katika maeneo, baadhi ya maeneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kabisa wanafunzi wa Yesu walikuta watu wanatoa pepo, wakawakataza. Kwa nini wakawakataza? Ni kwa sababu hawakuelewa kwamba Yesu akawaambia msiwakataze, wanaofanya kazi hii hawapo kinyume chetu, wako upande wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi kama kanisa la Mungu hatuwezi kuwa sehemu zote kwa wakati mmoja. Sisi ambao tunafanya kazi maeneo fulani, wengine wanafanya kazi maeneo mengine, hatutakiwi kupingana, bali ni kuelewa tu kwamba kazi inayofanyika ni ya Mungu na utukufu anapewa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho kinanisukuma kuzungumzia neno hili kwa sababu gani? Nimekutana na watu wengi sana ambao wanashindwa kuelewa matumizi sahihi ya akili wakati wakiwa wanasoma neno la Mungu. Ndio maana natakiwa unapokuwa unasoma neno la Mungu lazima ujikite kwanza kwenye kujiombea mwenyewe. Ziombee akili zako zipate neema ya kufunuliwa, uelewa wa maandiko matakatifu yanavyosema. Na ukisoma Zaburi ya 119, hii Zaburi ni muhimu sana kuisoma sana. Zaburi 119 mstari wa 130. Hii Zaburi ukipata nafasi isome sana. Ni Zaburi ambayo ina funzo ndani yake. Zaburi 119 mstari wa ngapi? Wa 130. Huu mstari kusoma, huu mstari kuna kitu ambacho utakipata. Inasema hivi: kufafanusha maneno yako, kuatia nuru na kumfahamisha mjinga. Maana yake nini? Maelezo ya mafundisho ya neno la Mungu kwa mtu huleta mwanga, huwapa akili watu wasiojua kitu. Ukiendelea kutafakari, unaweza kupata picha kwamba neno la Mungu likifunuliwa huangaza, huwapa ufahamu waliopumbaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika maisha tunayoishi, jambo la msingi sana ambalo unatakiwa uzingatie, pamoja unamcha Mungu, unampenda Mungu, unatembea katika njia za Mungu, lakini ombea akili zako zipate uelewa wa kufunuliwa maandiko matakatifu, ili usije ukajiongoza vibaya au ukawapotosha nao waongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi katika maisha yangu nimeshuhudia watu ambao wanashindwa kusamehe ndugu, wanashindwa kusamehe watu ambao wanawakosea, na ukikutana nao ukamwambia samehe, anakujibu mdomoni nimesamehe, lakini moyoni mwake hana uelewa wa maana nini maana ya kusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile pia nimekutana na watu mbalimbali ambao wanazungumza ushuhuda wa uongo zidi ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwauliza kwa nini mnasema uongo zidi ya watu wengine, mdomoni wanasema haturudi tena, lakini mioyo yao bado imejaa kukosa hali ya uelewa wa kujua athari za uongo ni zipi katikati ya jamii ya waaminio. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasisitiza kabisa kwamba tuendelee kuombea akili zetu zipate uelewa, zifunulie uelewa wa kujua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na vile vile pia ukiendelea kusoma Zaburi ya 107, kama una nafasi pia soma Zaburi 107. Zaburi 107, kusoma Zaburi 107, Zaburi 107 mstari wa 20 anasema, ulituma neno lake, uwaponya, uwatoa katika maangamizo yao. Ukiwa na uelewa wa neno la Mungu, unajua kabisa nikiwa naomba hapa, neno la Mungu ambalo naomba hapa, neno la Mungu hili naweza nikalituma likafika sehemu yote. Katika kuomba hakuna mipaka. Katika kuomba hakuna umbali. Katika kuomba hakuna kitu ambacho kinaweza kuzuia maombi. Lakini ndio maana nasisitiza kwamba tuendelee kuombea akili zetu zipate uelewa wa neno la Mungu. Na akili zetu zipate uelewa wa neno la Mungu, basi kila kitu kitakuwa sawa na Mungu naye atajitukuza katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile ipo mifano mbalimbali. Iko mifano mbalimbali ambayo Nabii Isaya pia naye aliitoa, na hii mifano mpaka sasa hivi bado inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii mifano ambayo ukisoma unaweza kuona kwamba Isaya sura 38 kuanzia mstari wa kwanza ukisoma mpaka mstari wa 8 unaweza kuona kwamba nyakati zile Hezekia mfalme aliugua. Alipokuwa ameugua Hezekia mfalme, na Nabii Isaya akamwendea. Nabii Isaya alipomwendea akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hautapona. Sasa Hezekia mfalme alikuwa akili zake zilikuwa na uelewa wa neno la Mungu. Kwa nini aliambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hautapona? Maana yake ni kwamba alielewa kabisa mambo ya nyumba yangu ni yapi? Ni moyo wangu. Mambo ya nyumba yangu ni yapi? Ndani mwangu mimi
ndani mwangu mimi, nirekebishe moyo wangu, nitubu, nijiweke katika njia za Mungu sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya nabii alipoondoka nyumbani mwa Ezekia, na tunaona kwamba Ezekia mfalme aligeukia ukutani, akaanza kumsii Mungu rehema, akamsii Mungu kwa machozi, akamsii Mungu sana. Kabla nabii hajaondoka katika ua wa nyumba yake, Mungu akamwambia nabii, mwambie Ezekia mfalme nimemrehemu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza kuona kwamba Ezekia alipopelekea ujumbe wa kuomba na kutengeneza mambo ya nyumba yake, alijua kabisa nyumba yangu sio nyumba hii ambayo nimejenga, hapana, nyumba ni moyo wangu. Kwa hiyo mimi ambacho nataka nikiseme katika watu wengi ambao tunampenda Mungu, wako watu wengi ambao wanampenda Mungu lakini wagonjwa ndani ya mioyo yao, na watu ukiwaambia ni wagonjwa ndani ya mioyo yao wanaweza wasielewe, lakini ni kwamba unapokosa maarifa na misingi sahihi ya neno la Mungu ndani ya moyo wako, unakuwa na upungufu wa neno la Mungu. Unapokuwa na upungufu wa neno la Mungu, basi vile vile pia unapata athari katika ulimwengu wa nini, wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza kukuta mtu anapambana kumshinda shetani, lakini anasahau kwamba Yesu alifanya kazi ya kumshinda shetani msalabani. Sisi ni wana wa washindi. Kwa hiyo sisi hatupambani na shetani, bali tunapambana tusitoke katika mfumo wa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana natakiwa akili zetu zipate uelewa wa neno la Mungu, ili unapokuwa unasoma neno la Mungu, unaingia kwenye maombi, unafahamu matumizi ya neno la Mungu wakati ukiwa kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wengi sana wanapata shida kwenye matumizi ya neno la Mungu wakiwa kwenye maombi kwa sababu ya kukosa nini? Uelewa. Unapokosa uelewa, vitu vingi vinaharibika. Unapokosa uelewa, hata hali ya kumcha Mungu inaondoka. Unapokosa uelewa wa neno la Mungu, hata furaha ya moyo wako inafanya nini? Inaondoka. Lakini vile vile pia ukipata hali ya uelewa ndani ya moyo wako, basi unaongezeka furaha, unaongezeka imani, pia unaongezeka utulivu, unajua namna gani ya kuongea na watu, unajua namna gani ya kumjibu kila mmoja, kwa sababu ile akili zako zina uelewa wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasisitiza kwenye uelewa? Ni kwa sababu tukiwa na tafsiri ambazo sio sahihi za neno la Mungu, basi ni rahisi kujiongoza vibaya, ni rahisi pia kuongoza vibaya wanaokufuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaona kwamba hata kipindi kile ambacho Mungu ameongea na nabii Ezekieli. Ukisoma kitabu cha Ezekieli sura 37, unaweza kuona kabisa Mungu alimwambia Ezekieli. Lakini wakati Mungu amemwambia Ezekieli, nini kilitokea? Ezekieli hakuwa na uelewa neno la Mungu wa kutosha. Ezekieli aliulizwa swali. Lile swali likampa shida sana kuweza kufanya nini? Kuweza kulitafsiri. Lakini tunaona kwamba alivyoongeza uelewa neno la Mungu, Bwana alimsaidia, kile ambacho Mungu alichomuuliza akakijibu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake nini? Unapokosa maarifa, unapokosa uelewa, akili yako unaivuruga. Akili yako kivuruga, ni rahisi kuwavuruga wengine unaowaongoza au wanaokufuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana, lakini vile vile pia nahitaji neno hili lifanyike msingi katika maisha yetu, na kila mmoja ashikilie hili neno hili ni rahisi sana kutengeneza mazingira. Na tunaona hata katika bustani ya Eden, pale ambapo Adam na Hawa walipokabidhiwa bustani waweze kuilima na kuitunza, tunaona kwamba shetani alipokuja kwa Hawa alikosa uelewa katika akili zake kwamba hiki ambacho naambiwa nadanganywa. Ndio maana akakubali kudanganywa na shetani. Lakini vile vile pia hata Adam alipokuja naye alikosa uelewa kujua kwamba kile ambacho mke wangu ananiambia ananidanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaweza mkawa mke na mume mnakaa pamoja, lakini katikati yenu mmoja akakosa uelewa, shetani akatumia moyo wake kukudanganya. Ukaona sababu ni mke wangu au ni mume wangu ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ambacho nasisitiza ni kwamba unapokuwa kwenye maombi, ombea akili zako zisikose hali ya uelewa wa neno la Mungu. Ombea akili zako zifunuliwe hali ya uelewa wa neno la Mungu, ili uweze kupata tafsiri sahihi kwa kile kitu ambacho unakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili likabadilisha maisha yako, neno hili likabadilisha ufahamu wako, neno hili la Mungu likaguse hisia zako zibadilike na mtazamo wako ubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaona kwamba wana wa Israeli wakati wanakaribia bahari ya Shamu, pale ambapo Mungu alimwambia Musa, inua fimbo piga maji. Lakini angewaambia wana wa Israeli, walikuwa wana uelewa
kwa sababu ya mateso walikuwa wanapitia. Lakini Musa alivyoinua fimbo akapiga maji yagawanyika, watu wakapita. Farao alikosa uelewa kwamba Mungu akifungua njia kwa ajili ya mteule wake, usipite katika mapito yale, usipite katika njia hile, Mungu atakuruhusu uvuke. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona muujiza mfunguliwa kwa ajili ya mtu wa Mungu, usiingie katika njia hile, Mungu atakuruhusu ule muujiza uvuke salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo naomba katika ujumbe huu ambao nimefundisha, naomba tushike hili neno na vile vile pia tuzingatie sana sana. Kwa nini akili zetu ziombewe? Ni kwa sababu katika akili zetu ndo kuna kipimo cha uelewa kinapoanza kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Na vile vile ukisoma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 30 na Maombolezo 3 inasema hivi, mstari wa ngapi? Mstari wa 25 anasema, Bwana ni mwema kwa hao wamngojao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Narudi tena, Bwana ni mwema kwa hao wamngojao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Mstari 26 anasema, ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kutuacha, Mungu hawezi kutuhuzunisha, lakini tumsii Mungu pia na sisi pia tufanye wajibu wetu wa kuombea akili zetu, ili yeye mwenyewe kwa uwezo wake akili zetu azifunule uelewa, zipate maarifa, zipate mbinu za kuweza kupambana katika nyakati ambazo tunafanya nini, tunapitia. Na niseme kwamba Mungu akubariki mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki. Endelea kujifunza vipindi vijavyo vya neno la Mungu, lakini vile vile pia fanyia kazi kile ambacho umekisikia. Ukisoma waraka wa Yakobo sura ya Yakobo anasema hivi. Waraka wa Yakobo anasema hivi. Waraka wa Yakobo anasema hivi. Sura ya kwanza kuanzia mstari wa ngapi? Sura ya kwanza kuanzia mstari wa 22 asema hivi, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno la tu wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana ujiangalia kisha uenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini mtu aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humu, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyu atakuwa heri katika kutenda kwake. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu nasema, unaposikia neno la Mungu lifanyie kazi. Lakini ukisikia neno la Mungu usipolifanyia kazi, una tofauti na mtu ambaye sura yake anaangalia kwenye kioo na kusahau jinsi alivyo. Naomba niseme Mungu awabariki na Mungu awafunike kwa damu yake, uwepo wake ukae juu yenu, na vile vile pia akili zetu tuendelee kuziombea zipate neema ya kufunuliwa uelewa wa kujua neno la Mungu, ili tuongoze watu vyema, na wale ambao wanaotusikiliza na wao waweze kufaidika kutokana na kile ambacho Mungu amefanya kwetu. Amen. Amen. Mbarikiwe.